Baada ya kusubiri kwa zaidi ya miongo miwili, hatimaye timu ya mpira Arsenal Football Club wameandika historia mpya kabisa kwa kutwaa ubingwa wa Premier League kwa mara ya kwanza baada ya miaka 22, jambo ambalo limezua shangwe kubwa sana kwa upande wa mashabiki wao duniani kote, kitu ambacho kimeshuhudia mashabiki mbalimbali wa Arsenal namna ambavyo wamekuwa wakiongea kutokana na kushinda ubingwa huo. Ubingwa huo umethibitishwa kufuatia sare ya mabao 1-1 kati ya Manchester City dhidi ya FC Bournemouth katika mchezo ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu kubwa sana na wapenzi wa soka, ambao ulichezwa jana. Ilikuwa ni mida ya usiku, lakini katika pambano hilo ambalo lilikuwa na pressure kubwa sana kwa upande wa Manchester City, Bournemouth pia walikuwa wa kwanza kuweza kuonesha makali yao baada ya mshambuliaji Eli Klopp kuweza kuifungia timu hiyo bao dakika ya 39, bao ambalo lilionyamazisha mashabiki wa City na kuwapa matumaini makubwa sana mashabiki wa Arsenal waliokuwa wakifuatilia mchezo huo kwa karibu sana, wakisubiri tu Manchester City apoteze ili wao pia wapate ridhaa sasa ya kuweza kuchukua ubingwa wa EPL kwa zaidi ya kipindi cha miaka 22 bila kushinda kombe hilo. Lakini kadri ambavyo dakika zilikuwa zikiyoyoma, pressure iliongezeka kwa Manchester City ambao walikuwa wakihitaji ushindi ili kuweza kuendelea kuweka matumaini ya ubingwa hai. Lakini hata hivyo pia, pamoja na mashambulizi mengi sana ambayo walikuwa wakifanya, walishindwa pia kupata bao la kusawazisha hadi dakika ya 90 na baadaye kuongezwa dakika 5 ambapo nyota Haaland aliandika pia bao muhimu sana la kuweza kusawazisha na kuweza kuwarudisha kwenye matumaini Manchester City. Lakini licha ya bao hilo pia la kuweza kuchelewa ambalo lilikuwa ni dakika za jioni, matokeo ya sare pia yalikuwa zawadi kubwa sana kwa upande wa Arsenal, ambapo moja kwa moja walitangazwa mabingwa rasmi wa Premier League, huko pia wakiwa wamebakiza mchezo mmoja kabla ya msimu kumalizika. Sasa kwa upande wa mashabiki wa Arsenal bana, walijaa furaha sana na hisia kali sana, wakikumbuka safari ndefu sana ya kuweza kusubiri mafanikio hayo tangu walipotwaa ubingwa wao wa mwisho kabisa. Ilikuwa ni mwaka 2004 chini ya kocha wao wa kihistoria ambaye ni Arsene Wenger, na safari hii mafanikio hayo pia yameonekana kwa ishara ya kuweza kurejea pia kwa nguvu kwa upande wa klabu hiyo kubwa sana pale London katika ramani ya soka la England, na moja kati ya ligi ngumu sana barani Ulaya ambayo ni England pale EPL. Mitandao ya kijamii pia imefurika ujumbe wa pongezi kutoka kwa mastaa wa zamani wa Arsenal, wachambuzi wa soka pamoja na mashabiki kutoka sehemu mbalimbali duniani, wengi pia wakieleza kuwa huu ni mwanzo mpya wa enzi nyingine tena ya mafanikio kwa klabu hiyo. Na utakumbuka kwamba huu ni zaidi ya msimu wa 3 Arsenal anaanza ligi vizuri kabisa, akifika kuanzia mwishoni kabisa ni kama anakuwa anakata moto, kitu ambacho watu wengi zaidi walikuwa kikichukulia kwamba huenda pia hata mwaka 2026 Arsenal asichukue ubingwa. Na watu wengi ilikuwa ukiuliza kwamba sababu gani ambayo pengine inaweza kapelekea Arsenal asichukue ubingwa kwa mwaka 2026. Sababu ambazo wengi wanakupa ni wanafanya ulinganifu wa hizo sababu za misimu miwili mitatu iliyopita, kwamba wanaanza vizuri ligi, wanashinda mwanzoni, ikifika kuanzia mwezi wa 4 wanaanza kupoteza mechi, kitu ambacho watu wengi na mashabiki wa Arsenal kama kimekuwa kikiwakatisha tamaa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini hatimaye mwaka 2026 wamefanikiwa kuchukua ubingwa, ikiwa ni ndani ya miaka 22 ndio sasa hivi sasa wanachukua kombe. Ni takriban miongo miwili imepita bila kombe. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani pia ambavyo klabu ya mpira wa miguu ya Arsenal walikuwa wakihitaji ubingwa huu kwa nguvu kubwa sana 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 sana. Na tunasubiri pia tarehe 30 itakuwa ni finali ya UEFA Champions League, ambapo itakuwa ni kati ya Arsenal dhidi ya PSG, Paris Saint-Germain kutokea Ufaransa pale. Sasa PSG ni moja kati ya timu pia ambayo ipo kwenye form sana kwa kipindi hiki, na usisahau kwamba ndio mabingwa watetezi wa kombe hilo la UEFA. Lakini sasa hivi wamefanikiwa tena kwenda finali, na awamu hii wanaenda kukutana na Arsenal. Haya, hali itakuwa vipi sasa? Itakuwa ni tarehe 30 Mei, mwezi huu ambao tuko hapo sasa hivi. Mtazamo wako ni upi? Je, Arsenal pengine ataendelea kuchukua tena kombe hili ambalo ni la UEFA mara baada ya kuchukua EPL, au
ni Paris Saint-Germain, PSG kuendeleza tena ubaba wake kama ambavyo ilikuwepo msimu uliopita. Usiache kusubscribe channel